majina naitwa Fatma Shabani Kigope. Natokea Tume ya Taifa ya UNESCO. Tume ya Taifa ya UNESCO ni taasisi ya serikali ambayo kimsingi iko chini ya Wizara ya Elimu. Kazi za Tume ya Taifa ya UNESCO, kwa maana ya kazi kuu, ni kuratibu kazi za UNESCO nchini. Kama ilivyo ada, nchi yoyote inapokuwa mwanachama wa UNESCO, basi kwa mujibu wa katiba ya UNESCO inaitaka ili hiyo nchi mwanachama ianzishe Tume ya Taifa ya UNESCO. Lengo likiwa kuwa na taasisi ambayo itakuwa inaratibu kazi za UNESCO, lakini pia kufanya kazi mbalimbali za kuleta yale mambo ya UNESCO kuja kwenye nchi husika, yaani nchi mwanachama. Wakati huo ya nchi mwanachama kupeleka kwenye mikutano mbalimbali ya UNESCO, yaani advocacy. Kupitia hiyo sasa, sisi kama Tume ya Taifa ya UNESCO tunashirikiana na nchi mbalimbali duniani ambazo ni nchi mwanachama wa UNESCO. Kupitia mashirikiano tunaibua mambo mbalimbali. Kwa hiyo ujio wetu Masasi ni matokeo ya mashirikiano hayo. Kupitia mashirikiano hayo tunaibua mradi ambao unaenda kuwasaidia vijana kutengeneza stadi za maisha. Kifupi ni hivyo, na Tume ya Taifa ambayo tumeshirikiana nayo au nchi tumeshirikiana nayo ni Korea Kusini kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO ya Korea. Kwa hiyo Tume ya Taifa ya UNESCO ya Korea kushirikiana na Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania tutatekeleza huo mradi. Na utekelezaji wake uko namna gani? Kwanza mimi ni mratibu wa kitaifa, pamoja na kwamba katika safari nimemwakilisha katibu mtendaji ambaye ni Profesa Hamisi Masanja Malebo, lakini mimi pia ni mratibu wa kitaifa wa huo mradi. Huo mradi kwa maana ya scope ni pamoja na wilaya ya Unguja Kaskazini, pia halmashauri ya wilaya ya Geita na halmashauri ya wilaya ya Masasi. Kwa hiyo tuna maeneo makuu matatu ya utekelezaji wa mradi. Ni mradi ambao unaenda kuwafikia vijana 3,000, wastani wa 1,000 kwa kila wilaya. Lakini una masharti kwamba, sio masharti, yani vigezo vilivyoviweka ni kuwafikia vijana, na vijana tumewatafsiri miaka 16 mpaka 30 kwa tafsiri ya mradi. Lakini pia watoto wa kike, kwa maana ya vijana wa kike, wamepewa uwiano. Katika uwiano wao ni wengi zaidi, uwiano wa 55 kwa 45, 55 wakiwa ke, 45 wakiwa me, hizo asilimia. Iko hivyo, na target ni wale vijana ambao wameachwa na mfumo rasmi. Nikisema mfumo rasmi, maana yake ni ule mfumo wa kijana amemaliza darasa la 7, ameenda amesoma mpaka form 4, ameendelea form 6, amechaguliwa. Sasa huku sisi tunawaangalia wale ambao wamekosa hizo fursa. Wenzetu wazungu watueleza marginalized. Wale ambao wako pembezoni, wamekosa fursa wa hivyo. Kwa hiyo inawezekana ameweza darasa la 7 lakini hakuendelea. Lakini pia kuna mwingine hakusoma kabisa. Pia tunamchukulia kwamba ni kati ya vijana ambao ni target. Lakini pia kuna ambaye amemaliza kidato cha 4 lakini amemaliza tu yuko nyumbani, kwa maana hakuendelea, pata 0, amepata 4 ambayo haikumpa nafasi ya kuendelea mbele. Wote hao tunawaingiza kwenye mpango. Sasa katika kuwafikia hawa vijana hawa, ni utaratibu gani zaidi ambao pengine utatumika? Asante mwandishi. Kuhusu taratibu, kama ambavyo nimejieleza, sisi kama ofisi tunaratibu, tuna organize, lakini huu mradi mwisho wa siku tunataka
mambo mengine yanaamuliwa sana halmashauri husika. Kwa maana ya hizo tunawafikiaje. Kwa hiyo ni utaratibu ambao unapangwa ndani ya halmashauri husika. Kwa mfano hata leo wakati tunaongea na wenzetu hao watu wa halmashauri, tuliona kwamba tukiweka vigezo vigumu tunaweza tukakosa kutokana na asili ya watu wetu. Ukianza kusema awe na cheti cha kuzaliwa, hapana. Katika majadiliano ya awali tumeona kwamba tuweke vigezo ambavyo itakuwa rahisi kuwafikia. Kwa mfano mwaka wa kumaliza shule ya msingi. Yaani obvious, ukishajua mtu amaliza mwaka fulani unaweza kukadiria kwamba alianza lesson na miaka 7 au 6 shule ya msingi. Kwa hiyo jumlisha ile mpaka leo najumlisha miaka kama alimaliza mwaka fulani. Kwa hiyo unaweza kukadiria miaka yake. Inakuwa ni rahisi tu kupata kwa sababu hii 16 mpaka 30 ni mwongozo tu, lakini hata akiwa wa 31 32 bado ni kundi hilo hilo. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutapata wale target group, vijana ambao ni target kwa kuangalia pia iko vigezo kama ambavyo nimeeleza. Ilikuwa angalizo la awali kabisa nisikie naweza kupata. Ndio. Sasa kwa familia hizi ambazo tunasema ni marginalized, wako Mshauru, wako na Malenga, wako Lulindi, wako Mpeta, wako Nanganga. Sasa hawa nao unawahamasishaje? Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama watu waandishi wa mradi tuliona hilo na yote tumeyazingatia. Kwa hiyo kwanza kabisa kuna session za kuhamasisha. Hizo tunaita advocacy meeting. Hizo tumeziandaa. Kwanza ndugu mtangazaji, huu mradi utachukua miaka 5. Miaka 5 maana yake huwezi kufikia watu 1000 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ndani ya hiyo miaka 5 ina maana tutatengeneza vituo, na kwa mwaka kwa muda mmoja tutakuwa na vituo 2. Kwa hiyo 2 mara 5 utakuta ni vituo 10. Kwa hiyo vituo hivi 10 vitakuwa kwenye maeneo tofauti ndani ya halmashauri. Kwanza unaigawanya hivyo, lakini kila kituo cha mafunzo maana yake ni kwamba ili tupate kuwasajili vijana kwenye kile kituo lazima tufanye sasa ule uhamasishaji uliokuwa wataalamu wetu elimu ya watu wazima. Hii pia nilikuwa sijaelezea, lakini nadhani muktadha wa mradi ni kupitia elimu ya watu wazima. Wazungu wanaita non-formal education. Sio elimu ya mfumo rasmi. Kwa hiyo kupitia hiyo sasa maana yake ni kwamba tutakuwa na hivyo vituo. Maana kituo kimoja kinaweza kubeba kata 3 au 4. Sasa maana yake ni lazima wahamasishwe ndani ya zile kata ili vijana wajisajili pale. Kwa hiyo uhamasishaji utafanyika kila pale ambapo wanatakiwa kufanyiwa usajili. Na ninaamini baada ya miaka 2 ya kuanza tayari taarifa zitakuwa ziko tu vizuri, kwa maana katika halmashauri hii taarifa itakuwa imeshafika vizuri tu. Lakini pia tutaacha kufanya hizo meeting za kadiri ya maelezo yako ni kwamba kila kata itakuwa na fursa. Ndio. Kila kata. Ndio. Sasa hawa nao unawahamasishaje? Maana katika hizo kata kwa mfano kuna viongozi wa dini, kuna wazee wenye ushawishi. Sasa katika muktadha mzima wa
wa kuhamasisha jambo hili, hawa nao mmewaweka wapi? Asante. Sisi nadhani sisi kama waratibu tunakaa na viongozi kama nilivyosema wa halmashauri, lakini halmashauri kwanza kitu kimoja nimesahau kukueleza ndugu mtangazaji, tumeunda kamati ya wilaya. Kwa hiyo kwa maana ni kamati ya halmashauri ya wilaya. Sasa ile kamati ni kamati ambayo itakuwa inaangalia hayo yote tunayoyajadili hapa, ina maana yatatokea kwenye ile kamati. Kwa hiyo hapo mimi nakuwa sio msemaji sana kwa sababu ni issue ya kamati inasema nini. Lakini kifupi tu ni kwamba kila kitu kimeangaliwa. Kwa hiyo katika wale watu ambao tutakuwa tunawaita kutoka kwenye jamii, ninaamini watakuwa ni ile mikutano itakuwa jumuishi kwa maana ya washiriki. Washiriki watakuwa jumuishi kwa maana ya makundi mbalimbali, wakiwemo viongozi wa dini, viongozi wa kijamii, viongozi wa vijana wenyewe. Kwa hiyo wote wale wakiambiwa watakapokuwa wanarudi kwenye jamii, basi tunaamini mambo yatakuwa yamefika vizuri. Sasa neno lako la mwisho katika kuhamasisha sasa, kwa sababu hii ni fursa ya kila familia, sivyo? Okay. Sasa unahamasishaje? Manake wengine watakuwa na hofu, wengine kadha wa kadha. Mimi kwanza niwatoe hofu vijana katika maeneo husika, maeneo ya mradi. Wasiwe na hofu yoyote, kwa sababu hamna kitu ambacho kitawafanya washindwe kuhudhuria. Muktadha wa utoaji wa elimu wenyewe umezingatia kwamba hawa ni vijana, wana shughuli zao, na kama wana shughuli zao basi watafanya mafunzo bila kuathiri sana shughuli zao za kila siku, na hiyo ni kawaida kwa programu yoyote ya mfumo usio rasmi. Kwa hiyo lazima tufikirie shughuli ambazo wanazifanya kuwaingizia kipato chao cha kila siku, ikiwepo kilimo. Kwa hiyo wataendelea na kilimo chao kama kawaida, ila kuna muda utatengwa, muda utakaokubaliana na wao wenyewe, basi ndio ambao katika mfumo huu wa katika masomo au programu ya masomo ya mfumo usio rasmi, tunamsikiliza sana mwanafunzi, yani yule anayefundishwa kwa muktadha ule wa utu uzima. Maana hata kama ni kijana wa miaka 18, inawezekana ana eka yake moja, analima ufuta. Kwa hiyo hatutaki akose ule ufuta kwa sababu ya hii program, hata kuwa na furaha. Lakini pia tumehakikisha atapata chochote kwa ajili ya kumwezesha kupata chakula cha mchana kwenye program, ili asijisikie kwamba akienda huko atashinda njaa. Pia tuna nia ya tumependekeza wanunulie basketi ili waweze kwenda kwenye mafunzo bila wasiwasi, asije akasema hana nauli. Leo ndugu mwandishi, unaweza kaona kwamba mazingira ya mradi tumehakikisha kwamba yawe rafiki, kiasi kwamba huyu kijana wetu asije akajisi kwamba kuna vitu vinaweza vikakukamishi. Hapo ulipozungumzia kuhusu baisikeli, nimekumbuka kwamba kwa mfano kule nchini Zimbabwe kuna shirika moja liliwanunulia wanafunzi baisikeli, hasa wasichana, kwamba waweze kwenda shuleni mapema na warudi nyumbani mapema, haswa ikizingatiwa kwamba hizi mimba za utotoni hizi. Sasa na nyinyi katika tafakari yenu, pengine umbali wa kule anakotoka mwanafunzi na sehemu ambayo anakwenda kujifunza, mlizingatia walau maeneo kama haya? Asante ndugu mwandishi, hiyo tumezingatia, na ndio maana unajua tumehusisha halmashauri kuainisha vituo. Bahati nzuri halmashauri yenyewe kupitia idara ya elimu tayari wana vituo vya mafunzo kwa walimu wao, na walivigawa kwa kuzingatia
huo mtawanyiko wa maeneo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba na sisi tutatumia vituo hivyo, hata kama sio kituo kile kile, lakini kwa maana ya mahali ni pale pale, yani location. Kama ni Chiungutwa basi Chiungutwa, kama ni Nakachindu na Nakachindu, naona kama ni Lupaso ni Lupaso, hatubadilishi katika mradi. Kwa hiyo hii itasaidia pia kuhakikisha kwamba vijana wale kutoka wanapotoka kwenda kwenye eneo la kwenye senta ya mafunzo sio mbali sana.